shida ya barabara. Hii barabara tuna wakubwa, tuna wananchi, wakubwa wetu tumewachagua watushughulikie sisi, watuhudumikie sisi, lakini hali ni ngumu. Sasa sisi hata afadhali kabla hiyo hajafika watuwekee kifusi iwe nini ya kokoto hiyo maram hiyo tuweze kuishi. Hatuna street light. Huku tunapigwa usiku na maoza. Ukikimbia oza uko ndani ya maji. Mali pesa kidogo na 150 mpaka town. Maji hapo Kabrozi. Hatuelewi kunaendelea nini. Mlamiaza alichaguliwa lakini hakuna kitu anafanya. Sasa ile shida nini? Kama amechoka na kazi aache kazi. Wako watu ambao wanaweza fanya kazi. Watu wa heri bea Mngaro wote muambie tumechoka sisi. Aibu gani? Wanatusahau. Tuliwapatia kazi wanatusahau. Wamama wetu wa vibanda, wamama wetu wa mboga, maji yanaingia ndani. Ukitembea hii njia hata hatuwezi kupita, na yeye katika hiyo barabara aliweka barabara mara mnelifika hapo mwisho wa hiyo shamba lake alionunua. Kwa hiyo Twahiri, tunaomba wewe kama itawezekana hii barabara kama hutaweza utuwekee hata kama ni vifusi. Hapa kabla ufike hili eneo letu kuna giza, kuna msitu pale, kuna shamba ambalo linagiza sana. Twahiri alichotufanyia amechukua mulika mwizi alilolieka pale eneo lao peke yake. Kutoka pale kwetu mpaka kuja hivi Kingston ni giza, kuna wamama wanarepiwa, watoto wanakuwa raped, usiku ni giza kali sana. Watoto wanateseka, watoto wakienda shuleni, watoto hawawezi kuvaa viatu, inabidi watoto wavae mayebo wakienda shuleni kwa sababu barabara ni mbaya. Watoto wanaanguka kwa maji, wamama wakibebwa na mabodaboda wanaangushwa ndani ya maji. Tunapata tabu kwa sababu viongozi wamelala kwa maofisi, hawafanyi kazi. Mimi ninaenda sokoni kila leo na barabara hii paka nishukishwe na mizigo, niende paka mbele tena nipandishwe mizigo tena paka nifike sokoni.